24 mwezi wa 12 mwaka 2025, kama ambavyo nimesema ni miongoni mwa siku ambazo zina matukio muhimu. Leo kutakuwa na mkesha waumini wa dini za Kikristo duniani kote. Leo wanafanya mikesha kwenye makanisa yao kwa maandalizi ya sikukuu ya Christmas kesho tarehe 25. Kwa hiyo kesho tuna tukio kubwa, lakini linaanza leo. Kwa hiyo kwa sababu na sisi sio kisiwa, ni tuko na wananchi, tuko na jumuiya zote, na sisi hapa kwetu kutakuwa na mikesha leo, lakini pia kesho kutakuwa na sikukuu za Christmas, na tarehe 26 kutakuwa na Boxing Day, watu watafungua zawadi na nini, kwa hiyo watu wengine wanafurahi zaidi. Lakini tukienda pia tarehe 1 tutakuwa na mwaka mpya. Kwa tarehe 31 tutakuwa na mkesha kwa ajili ya kuamkia mwaka mpya. Kwa hiyo ni wiki ambayo itakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo nikaona itakuwa sio busara tukikaa bila kuongea na wananchi. Ndio tukaomba mje. Labda tu niseme kwamba katika siku zote hizi yako mambo ya msingi ambayo kama jeshi la polisi tunataka kuyasisitiza. Na kwanza, tunajua hizi sikukuu zote zinawafanya watu watoke kwenye manyumba yao, waende kwenye nyumba za ibada, waende kwenye viwanja vya michezo ile kufurahia watoto, lakini waende kwenye kumbi za starehe na maeneo mengine mengi. Sasa ombi letu ni kwamba tunaomba watu wanapoacha nyumba zao waishe kwamba ziko salama. Tunasema ulinzi jirani. Yaani ukiondoka kisha kwamba jirani yako anajua kwamba hupo. Kwa hiyo unaisha kwamba nyumba yako iko umeondoka, lakini jirani anajua hupo. Lakini pia tunasisitiza kwamba ni vizuri kama nyumbani mko wengi, angalau mmoja au wawili wabaki. Watu wapeane zamu, wabaki ili kuhakikisha kwamba nyumba inakuwa salama. Au kwenye mtaa kama watu wataweza wafanye doria ya mtaa wao. Kundi cha ulinzi shirikishi kikaa kinafanya doria pale. Sasa nyakati za usiku, wakati watu wameenda kwenye viwanja vya starehe. Kwa maana tarehe 24 hii ya kuamkia tarehe 25, lakini tarehe 25 yenyewe wakati ule wa kwenda kusherehekea na kufurahi, nyakati zile za mchana hata na usiku, watu hakikisha kwamba nyumba ziko salama. Lakini nyingine, watu wanapoenda kwenye hizi shughuli, watoto pia ni watu muhimu, nao wanataka kwenda. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba watoto wanapotaka kwenda kwenye maeneo ya starehe, kwa mfano viwanja vya Kariakoo, maeneo mengine yote, hakikisha kwamba watoto wale wanakuwa na watu wanaowasaidia, watu wazima. Watoto ni mpaka miaka 18 hata 20 wakati mwingine. Kwa hiyo anakuwa na mtu mkubwa mzima ambaye anaweza kuwasimamia wakafanya starehe zile vizuri. Tuna tatizo kwamba wakati mwingine watoto wanaachwa wenyewe, wakienda kwenye kumbi hizo, wakienda maeneo ya starehe, wanafanywa vitendo vya udhalilishaji. Hilo ndio tatizo kubwa tulilonalo, kwamba watoto wanadhalilishwa, wanafanywa mambo ambayo sio ya maana. Kwa hiyo wakiwa na wazazi, wakiwa na watu ambao wako jirani nao, inakuwa rahisi kwa watoto wale kukaa salama. Lakini leo tunafahamu pia kwamba kutoka kwenye nyumba kule kwenda kwenye hayo maeneo uliyosema, tutatumia magari. Kwa hiyo msitizo wetu ni kwamba magari yatumike yale ambayo yamesajiliwa kwa ajili ya kubeba watu. Ule mfumo wa kuchukua keri na nini na nini, ule tuhakikishe kwamba tunauacha. Tutumie vyanzo ambavyo vina magari yale ambayo yana hadhi ya kubeba watu. Sisi ni watu, tuna heshima kubwa. Kwa hiyo tukifanya hivi itasaidia watu wafike salama, lakini warudi salama. Na tunapoenda kule salama na tukawa tumekuwa na wasaidizi, ule muda wa kuondoka kule, msitizo wetu ni kwamba ikishafika saa 2 kwa kweli watu warudi nyumbani. Inaweza ikaenda mpaka saa 4, lakini saa 2 ndio kama una watoto na nini, watoto warudi nyumbani mapema. Barabara zetu zinajengwa nyingi, kwa hiyo kuta usiku zinajaa magari. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba watu wajitahidi kuwahi majumbani kule kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao. Hayo ni mambo muhimu sana yanayohusu jamii kwa ujumla wake. Lakini kwa watu maalum kama madereva, sasa tunatoa wito kwa madereva, na ni maelekezo ya kwamba usije ukaendesha gari ukiwa umelewa. Siku za mkesha wa leo, Christmas, mkesha wa mwaka mpya, lakini na siku nyingine zote tutakuwa tuna vipima ulevi vingi, tumeletewa vingi. Serikali imetupatia vipima ulevi vya kutosha, na jeshi la polisi liko imara, tutakuwa na askari wa kutosha. Tutakuvizia, tunakuona unakunywa pombe unaingia kwenye gari, tutakupima, utakamatwa, utakaa polisi mpaka pombe ziishi. Kwa hiyo shauri ni kwamba endesha gari ukiwa soba. Kama unaona utalewa, mpe mtu mwingine gari aendeshe, au tafuta gari la kukodi uendeshwe. Usiendeshe gari katika mazingira ya kilevi. Lakini lingine kubwa na ni baya zaidi, na nataka nieleweke na vijana huko wajue, leo tunaanza msako mkali sana wa kukamata magari yale ya Alteza
na Crown. Yale magari tunaorodha, tunayafahamu yote yale ambayo yanatumika kufanya drifting, wanapiga misele. Sasa hili nataka liwafikie vizuri sana vijana hapa mkoa Mjini Magharibi, hasa jiji la Zanzibar. Ni marufuku. Wako wenye tabia kwenda kule fuoni kule, wengine wanaenda kule wanaenda maeneo mbalimbali, Fumba, Mwanakwerekwe. Barabara zetu hizi nyingi kwa sababu zimekuwa za kisasa ni nzuri, watu wanazitumia vibaya kufanya drifting. Sasa ukibainika hilo gari sijui litatoka lini polisi, lakini pia utaenda mahakamani. Na sisi tumeshaongea, tunataka adhabu, ziko nyingi. Adhabu ya faini hatutaikubali kama tunashtaki. Adhabu ambazo tutasisitiza watu wapewe ni adhabu za vifungo, watu wafungwe jela, kwa sababu tabia ya kudrift na kuleta madhara kwa watu wengine ni tabia mbaya, na tutakuwa na operation kali sana kuanzia leo. Kwa mtu kama anayo gari Elteza, ana Crown, anafikiri ataitumia katika misingi aliyosema ya kufanya drift, tunampa tahadhari kubwa sana, itamletea madhara. Vinginevyo niseme tu kwa ujumla, mkoa wetu uko salama. Tukifuata hayo tutaendelea vizuri, na wananchi wataendelea na utulivu walionao, tutaendelea kufaidi, na hizi siku zitapita vizuri, tutamaliza mwaka vizuri, tutaingia mwaka 2026 tukiwa tuko salama. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.